Dalili ya 8 au ya 7, kinywa kutoa harufu sana 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 sana. Piga mswaki lakini bado Sheikh, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo. Namba 9, baadhi ya vyakula ukila unapata maumivu ya tumbo. Kila pilipili tumbo linauma, ukila maharage tumbo linauma. Hivyo vidonda vya tumbo. Lakini pia kuumwa na mgongo na kiuno au bega au moyo kuuma sana, vichomi. Hiyo dalili namba 10 ya vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo. Lakini pia acidities, kucheua mpaka kutoa povu. Kila saa unapiga mbwewe kidogo mpaka unaona aibu mbele za watu. Hii pia ni athari ya vidonda vya tumbo. Kizunguzungu na kujisi kupepesuka, hiyo vidonda vya tumbo pia. Hasira kali sana, yani una hasira kitu kidogo wala si cha kugombana Sheikh. Unaweza ukampiga mtoto mpaka ukakaribia kumua. Unajiona vipi unafanya hivi? Mke kidogo tu utaka muachane. Kumbe vidonda Sheikh. Yani unashindwa. Kuna magonjwa yanaleta hasira, magonjwa ya mapepo, magonjwa ya sukari. Mtu wa sukari ana hasira. Magonjwa ya kiharusi, ya kupooza, mtu alopoza ana hasira sana. Na mtu wa vidonda vya tumbo vidonda vya tumbo vina hasara. Waweza ukaua kwa kupiga, waweza ukatoa talaka. Maradhi ya vidonda tu, yani haya hayatakiwi kabisa, usiyachukulie sawa kabisa madonda hayo. Kwa mwanaume ndio hasara zaidi. Dalili nyingine, kukosa nguvu kabisa tendo la ndoa. Mtu anaweza kukosa nguvu kwa sababu ya maradhi mengine, pressure, sukari, gauti, vidonda vya tumbo. Mtu hawi mzima kwa mke wake. Unajua tumbo ni injini kubwa kuliko vile unavyofikiria. Si unaona hata ukiumwa kichwa unakunywa dawa, inaenda wapi? Wewe una kidonda lakini unakunywa dawa, inaenda wapi? Ndio maana kulikuwa kuna China, ukiumwa anakupiga sindano tumboni peleka dawa kwa haraka. Na maana pale pana connection ya kila kitu. Kwa hiyo tumboni pakishambuliwa ni hatari sana. Lazima mwili, si unaona sasa maradhi yote haya niliyoyataja asili yake ni ule utumbo tu umeshambuliwa na vidonda, basi mwili wote umeharibika. Shida ipo tumboni, inakuja kwa moyo na kichwa, hasira, unatoa